chanjo, peleka apate chanjo. Usitishe mtoto, peleka apate chanjo. Na sote tunajua wazazi kwamba mtoto akipata maambukizi hupata mashambulio na kupooza kwa haraka, na mtoto huyu akishapooza ni hasara kwa mzazi, ni hasara kwa taifa, na ni kwa kweli ni adha kubwa na ni ukatili mkubwa dhidi yake, pale ambapo anaweza akalindwa asipate maambukizi, ukamwacha mtoto akapata maambukizi akateseka katika maisha yake yote. Kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ni rahisi kuliko tiba. Twende tukawalinde na kuwakinga watoto wote waliobaki katika wilaya zote, halmashauri zote. Nina imani nina makamanda wazuri wanaofanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa. Tuendelee kuhakikisha kwamba tunawahi katika vituo vya kutolea huduma. Watendakazi wetu wako tayari kabisa kwa ajili ya kutoa huduma, lakini tuhakikishe tunaendelea kunawa mikono na maji tiririka, kuhakikisha kwamba tunajikinga na maambukizi na magonjwa mbalimbali, kwa sababu ukiacha polio na magonjwa mengine yapo. Lakini tuhakikishe sasa tunaenda kuwekeza katika matumizi sahihi ya vyoo bora. Mmenisikia hapa nimesema kirusi hiki kimepatikana kwenye maji taka. Kwa hiyo kirusi hiki kinapatikana kwenye kinyesi. Tukikitunza vizuri hicho kinyesi kisiwe na muunganiko na sisi, ina maana hatutapata madhara, hatutapata polio, hatutapata kipindupindu, hatutapata magonjwa ya kuhara. Kwa hiyo niwaombe sana kupitia hadhara hii, wananchi wangu wote wa mkoa wa Singida, matumizi ya vyoo bora ni vita, na ni vita makini na halisi. Tutapambana kwa yoyote yule ambaye anataka kuturudisha nyuma. Sitegemei katika karne hii bado watu wanaenda maporini, lakini kwa mujibu wa taarifa zetu bado 22% ya wakazi wa mkoa wa Singida hawatumii vyoo bora, hawatumii kabisa. Hili halikubaliki. Niwaagize viongozi wa ngazi zote kuanzia kule kwenye vitongoji kuhakikisha kwamba kila kaya ina choo bora. Ni kweli tumepata faraja na baraka kubwa ya mvua, na ukiangalia huko katika mashamba yanapendeza kweli kweli, lakini pia kila mafanikio yana changamoto zake. Maji baadhi ya maeneo yamekuwa mengi, na wakati mwingine ni uzembe wa sisi waangalizi wa watoto. Tunaacha watoto wanachoropoka kwenda kwenye madimbwi, wanafika huko maji yanawazidi, wanapoteza maisha. Niwakumbushe wazazi, ulinzi wa mtoto unaanzia ngazi ya familia. Tuwalinde watoto wetu. Hata mkipita barabarani bado maji ni mengi, madimbwi ni mengi. Kwa hiyo tuhakikishe maji haya tuyatumie kwa ajili ya kuendeleza bustani ndogo ndogo, kwa ajili ya mashamba yetu, lakini yasiwe adha ya kutuondolea watoto wetu. Tuhakikishe kwamba tunayatumia maji haya vizuri, badala ya kuona maji haya sasa ni hatari kwa ajili ya watoto wetu. Lakini serikali imejipanga vema kuhakikisha kwamba miundombinu iliyoharibiwa na maji haya inarejeshwa katika ubora wake, ili wananchi wetu waweze kuitumia vizuri, hasa kwenye kusafiri wao na kusafirisha bidhaa zao. Kwa hiyo hatulali kama alivyosema Mheshimiwa DC, usiku na mchana kuhakikisha kwamba barabara, madaraja yote yanatengenezwa na wote tuweze kupita usiku na mchana, ili kwenda kuitafuta shilingi mashambani na kule sokoni. Zaidi ya watoto 496,973 wameshachanjwa kwa siku 2. Sasa tumebakiza kidogo kwa siku 2 tena zilizobaki. Ni imani yangu tunaenda kuwachanja watoto wote hawa. Ni kazi kubwa sana iliyofanyika, na niwapongeze sana waheshimiwa wakuu wa wilaya, niwapongeze sana wakurugenzi wote, niwapongeze viongozi wetu wa dini, niwapongeze viongozi wetu wa mila, machifu na wengine wote, niwapongeze walimu, wazazi na walezi kwa kuelewa somo hili na kuwaleta watoto kuweza kuchanja. Lengo la chanjo hii, kama ambavyo tumeendelea kuelimishana, ni kuwakinga watoto wetu walio na umri chini wa miaka 10 na kuhakikisha kwamba wanakuwa na afya njema kwa ajili ya kuleta maendeleo katika taifa letu. Kwa upande wa maandalizi yote yameshafanyika na huduma zinaendelea kutolewa katika halmashauri zetu 7. Chanjo zipo za kutosha pamoja na vifaa vyote vinavyohitajika katika maeneo ya chanjo. Lakini pia wataalamu wetu wote wanaotoa huduma hizi za chanjo wamepata mafunzo katika maeneo yote ya halmashauri. Huduma zote za utoaji wa chanjo zinaendelea bila changamoto yoyote. Niendelee kuwashukuru wananchi wote kwa mwitikio mzuri, na hatujapata changamoto yoyote ya aliyekataa kupokea chanjo. Na mpaka sasa naposema, tangu tumeanza tarehe 24 mwezi huu wa 3, tumefikia karibia 70% ya zoezi hili.
tumepokea hili zoezi, timu tunazo za kutosha, na mpaka sasa hivi tuko zaidi ya 80% ya uchanjaji ndani ya wilaya yetu katika halmashauri zote mbili. Tunaendelea vizuri na tuna uhakika tutafikia lengo, na tuna changamoto ya mvua. Baadhi ya maeneo kule kwenye maeneo yenye mito mikubwa, mito imefurika, lakini kwa kuliona hilo tumejipanga vizuri. Tumeshatoa angalizo kwa timu zetu zote zinazofanya kazi uwandani, wawe makini hasa wanapovuka sehemu zenye maji. Changamoto tulionao sasa hivi ya usalama ndani ya wilaya yetu ya Manyoni ni maji. Haya maji ya mvua yanapotoka angani yanakuja kwa heri, tunafurahia kilimo, lakini yanapofika ardhini yanasafiri kwa kasi, yanatengeneza mabwawa yenye tope ambayo wananchi wetu wengi wamepoteza maisha kutokana na kutojua namna ya kujikinga na maji. Na jeshi letu la uokoaji wanajitahidi sana, lakini pia tuna changamoto ya watoto wetu tunaowakinga leo, pia wamekuwa wakipata shida kwenye madimbwi ya maji. Kwa hiyo tumeshatoa angalizo na tumeshawaelekeza viongozi wetu wa serikali za vijiji, wakiwepo watendaji, kuhakikisha kwamba wanasimamia na wanawasimamia wazazi, kuhakikisha wanawalinda watoto ili waweze kupata haki yao ya msingi ya kikatiba, haki ya kuishi. Ni rai yetu kwa taarifa na maelekezo ambayo umetupa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kwamba hili zoezi tutaendelea nalo tena mwezi wa 5 kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 10. Wananchi wa Manyoni ni wasikivu, wamejipanga, watajitokeza kushirikiana na serikali yao. Naitwa Zuma Masao. Zoezi la chanjo nimeliona zuri kwa sababu polio ni ugonjwa unaosababisha kupooza, kuumwa kichwa na kadhalika. Pia na washauri ambao hawajaleta watoto wao walete, maana zoezi limeshaisha. Haya mambo hayana shida kwa kweli. Mimi naona ni mazuri kwa watoto, na kinga mambo mengi sana. Asiwe na hofu wala asiwe na shaka. Wawe vizuri tu, wawe na majina. Anaitwa Jackson Isaya Mdemo. Kwa hili zoezi ni zuri na si wazazi wajitahidi kuwaleta watoto kwenye chanjo. Hii ni hamasa nzuri kwa wazazi. Zoezi linaendelea vizuri. Na washauri wa baba kama wana shughuli nyingi wachukue walete watoto wao, kama nilivyoleta mimi mtoto wangu kuja kupata chanjo ili iwe kinga kwa mtoto. Rumba